Kwa hivyo tunaposhiriki mwili huu, tunaposhiriki hii meza, tunaposhiriki damu ya mwanakondoo kama kinywa cha kuhani, kila hila za shetani na za ibilisi zikakufa. Natangaza kwa neema ya Bwana, mtu yeyote atakayeshiriki meza hii, kila ujanja na hila za shetani kinyume na maisha yako na jamii yako zikafa katika jina la Yesu. Zikafa katika jina la Yesu. Zikafa katika jina la Yesu. Hautakaa katika maangamizi ya ule muovu katika jina la Yesu. Sema amen. Mstari wa 15 nasema, awaachae huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Mungu awekae watu uhuru, watu wale ambaye maisha yao yote yalikuwa yamewekwa hofu na utumwa na shetani, atatuseta huru leo. Baba wa mbinguni mwingi wa rehema, Yesu mwana wa Mungu aliye hai, neno hili nalituma ndani ya hii divai, naituma katika huo mkate. Yesu, kuanzia leo na kuendelea, hakuna madhabahu ya kishetani itakayefanikisha kazi zake juu ya hawa watakatifu, juu ya jamii zao, juu ya haya madhabahu, kwa utukufu wa jina lako Yesu mwana wa Mungu. Tunaposhiriki meza hii, tunaposhiriki hii damu ambaye kwa sasa inabadilika kwa uwezo wa damu iliyomwagika msalabani, huo mkate unabadilika kuwa mkate wako Kristo, ambaye ni mwili wa mwana kondoo wa Mungu aliye hai. Ninaomba kwa neema ambayo umeweka ndani ya mtumishi wako, kuanzia leo kuwe na shuhuda, kuwe na shuhuda, kuwe na shuhuda ya matendo yako makuu na mambo ya ajabu ambayo umefanya kwa sababu ya jamii hizi, kwa sababu ya hili kanisa, kwa sababu ya utumishi, kwa sababu ya mji huu, kwa sababu ya miji ambayo unatutuma ndani yake. Wacha Baba huu mwili ukaleta utofauti. Kuwe na mioyo ambayo inaokolewa, kuwe na mioyo ambayo inakombolewa, kuwe na mioyo ambayo inavutwa kwako usiku na hata mchana. Kuwe na neema ya kuinua maisha ya watu wako kutoka kwa mikono ya shetani ibilisi, katika jina takatifu la Yesu. Hakuna utumwa, hakuna vifungo, hakuna minyororo, hakuna ibada nyingine yoyote ambayo imefanyika popote pale ikielekea watakatifu, ikielekea madhabahu haya, itakayefanikisha kusudi lake katika jina la Yesu. Baba, dili na maadui wa madhabahu ya hili kanisa, dili na maadui wa madhabahu haya, dili na maadui wa haya madhabahu. Bwana, ninakuomba kama mtumishi wako, dili na maadui wa haya madhabahu, wa watakatifu hawa, wa jamii zao, katika jina takatifu la Yesu. Hii meza ilete utofauti, hii meza ilete uzima, hii meza ilete uhai, hii meza ilete wokovu, hii meza ilete ukombozi, hii meza ilete kuuishwa, hii meza ilete amani, ilete furaha, ilete matumaini, ilete uponyaji katika jina la Yesu. Hii meza ifungulishe milango ya baraka kwa utukufu wa jina lako. Wacha hii meza ikaashiria kibali kwa maisha ya wanadamu katika jina takatifu la Yesu. Ninakushukuru Roho wa Bwana. Hakuna mkono wa shetani, hakuna mkono wa shetani, hakuna mkono wa shetani, hakuna mkono wa ibilisi, hakuna mkono wa devil worshiper, hakuna mkono wa Illuminati, hakuna mkono wa manabii wa uongo, hakuna mkono wa ibilisi ambaye ni mchawi na muganga atakayesimama kujitukuza ndani ya watoto wako katika jina la Yesu. Aidha hata ni kwa vipawa, aidha hata ni kwa sadaka ambaye zimetolewa kafara, zinaletwa kwa haya madhabahu, hazitafanikisha kazi zake katika jina la Yesu. Aidha ni kwa chochote kile ambacho kina uhai ama kimekufa, hakitafanikisha makusudio yake katika maisha ya kanisa hili,
na katika maisha ya watakatifu hawa. Mungu, hii meza ikaleta uponyaji, ikaponya mji wetu, ikaponya taifa letu, ikaponya hata mataifa. Baba wa mbinguni, tumeona kingo za mto, tumeona kinga za bahari huwa ziko katika uwezo wako. Mungu, tunatubu dhambi zetu, ili Bwana uwezo wa bahari ukarejea mahali pake, uwezo wa mito ukarejea mahali pake, katika jina la Yesu. Tunatubu dhambi zetu, tunajua kwamba tumekuasi, tunajua kwamba tumekuacha tukafuata miungu ya kigeni. Bwana, tunatubu ili kinga za mito zikashikilia maji katika jina la Yesu. Bahari ikawa na uwezo wa kushikilia pia maji kwa uwezo wako. Tunanyenyekea tukijua kwamba Bwana unajibu maombi ya wale ambaye ni watakatifu, na yote ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunaomba na tunakushukuru. Tumshangilie Baba wa mbinguni. Amen. Katika kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 26. Mathayo 26 mstari wa 26. Ninaomba kusikia hao maadui vile Mungu anawashughulikia katika jina la Yesu. Ninaomba kusikia vile maadui wanashughulikiwa na Mungu wa hii madhabahu katika jina la Yesu, na maajenti wote wa mapepo wafe nafsini mwao katika jina la Yesu. Mapenzi ya Bwana izaliwe 100% kwa maisha yako na kwa maisha ya jamii. Neno la Bwana linasema katika Mathayo 26 mstari wa 26, nao walipokuwa wakila, Yesu akatoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akisema, toeni mle, huu ndio mwili wangu. Baba, katika jina takatifu la Yesu, tunanyenyekea chini ya uwepo wako siku hii ya leo. Hii sehemu tumeibadilisha kuwa mwili wa Kristo sawasawa na neno lako. Baba wa mbinguni, wacha ikaleta utofauti kwa maisha yetu, mili yetu ikafanya ibada ambayo inakupendeza. Fisha kila kitu ndani yetu, fisha kila kitu, kila uovu kafa ndani yetu, ambayo umekuwa ukituzuia kulijua jina lako na kukufuata wewe. Fanya nasi kama vile unavyoona ni vyema. Ninabariki mkate huu tunapoumega, wacha ukaleta utofauti sawasawa na neno lako, kwa utukufu wa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na tunakushukuru. Mstari wa 27, akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wingi na kwa ondoleo la dhambi. Baba wetu mwingi wa rehema, mtakatifu, Mungu wa Israeli, tazama, hii ni damu iliyomwagika msalabani kwa sababu ya ondoleo la dhambi zetu. Baba, tunaomba, mimi mtumishi wako ninakuomba ya kwamba ibada ambayo tunaifanya, tunaomba kufanya ibada yenye maana. Yesu, dhambi zetu zikaondolewa, uovu wetu ukaondolewa, kwa nyama, kwa mawazo, kwa hisia, kwa nafsi, kwa mishipa, kwa damu, kwa mifupa na damu ya mwili wetu. Wacha Yesu, kupitia kikombe hiki maisha yetu yawe safi, na kuanzia leo tujuane na wewe zaidi na tukutumikie. Asante Yesu, kupitia kwa hii damu, wacha madhabahu mengine yote ni ya kishetani yakafa nafsini mwake. Utukufu ni wako leo, ni wako kesho, ni wako hata milele. Kwa damu Yesu Kristo tunaomba na tunakushukuru. Naomba praise and worship team takuwa mnatupatia
wimbo, alafu kisha nitaomba kuanzia mama yetu atasimama. Zote tutakuja tushiriki. Wengi wameshiriki hii meza, wametoa ripoti mbalimbali. Hata kama pia uko na mgonjwa kwa mahali, unaweza shiriki kwa sababu yake. Uinue imani, useme ya kwamba mgonjwa wangu mahali alipo, kupitia kutumia hii meza apone mahali alipo, na Mungu aweze kutimiza hiyo ombi na hiyo dua. Naomba tusimame juu na miguu yetu sasa. Kuna nguvu damuni mwako, kuna nguvu damuni mwako, kuna nguvu damuni mwako Yesu, damuni mwako kuna nguvu. Wengine wote tuanzie kushiriki. Damuni mwako kuna nguvu. Na tunagojeana. Damuni mwako ukipokea unakaa chini, naanzia kumwambia Bwana kile unahitaji. Damuni mwako Yesu, damuni mwako kuna nguvu, kuna nguvu. Damuni kuna nguvu, kuna nguvu. Damuni mwako kuna nguvu. Damuni mwako Yesu, Yesu. oh damuni kuna nguvu. Damuni kuna nguvu. Tunakiria wewe, damuni mwako kuna nguvu. damuni mwako, Damuni mwako Yesu, damuni mwako kuna uponyaji. Damuni mwako kuna uponyaji. Sema Damuni mwako kuna uponyaji. Damuni mwako Yesu, Yesu. damuni mwako kuna urejesho. Sema damuni mwako kuna urejesho. Damuni mwako kuna urejesho. Damuni mwako Yesu, damuni mwako oh, kuna nguvu. Damuni mwako kuna nguvu na nguvu. Damuni mwako nguvu. Yesu, damuni mwako Yesu, damuni mwako damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Ita damu
damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Oh, ita damu, damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, Yesu, sema damu ya Yesu, husafisha kabisa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Ita damu, damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, husafisha kabisa. I'm grateful for the blood of Jesus. I'm grateful for the blood of Jesus. I'm grateful for the blood of Jesus. It washes white as snow. I'm grateful for the blood of Jesus. I'm grateful for the blood of Jesus. I'm grateful for the blood of Jesus. It washes white as snow. Amen. Wale wajashiriki wafanye hivyo kabla tuingie kwa maombi. Nimesema baada ya kushiriki meza hii maisha yako itabaki vile tena na hautafinyiliwa. Hautafinyiliwa tena na familia yako haitafinyiliwa. Basi tanyinyi mpokee. Neno la Bwana linasema katika mstari wa 26, zote ninaomba tusimame juu sasa. Mstari wa 26 inasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate akaubariki. Baba wetu mwingi wa rehema, mtakatifu Mungu wa Israeli, tazama Bwana, mkate huo inaubariki katika mikono ya watoto wako. Unapoingia katika miili yao, kwa uhakika chochote ambacho sio chako kinakufa siku hii ya leo. Kama neno la mtumishi wako, ninabariki huo mkate wanaposhiriki, na ukaleta uhai, ukaleta uzima juu ya watoto wako. Kwa damu ya Yesu Kristo tunaomba na tunakushukuru. Shiriki mkate. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweeni nyote katika hiki,
kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wingi kwa ondoleo la dhambi zenu. Yesu Mwana wa Mungu, ninakushukuru kwa sababu ya hiyo damu ambayo inaleta ondoleo la dhambi. Haijalishi wanadamu hao wamekufanya dhambi kiwango gani, lakini leo Bwana, naomba uovu wetu ukafutiliwa mbali, tukafanya ibada zenye maana, na roho zozote ambazo zilikuwa ni za udanganyifu zikafa kuanzia siku hii ya leo, kwa utukufu wa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na hata tunakushukuru. Shiriki hiyo kikombe, alafu kwa dakika moja tukae kwa uwepo wa Bwana kama tumenyamaza kimya. Kwa jina takatifu la Yesu, kwa damu iliyomwagika msalabani, natangaza ukombozi juu ya familia yako. Natangaza uponyaji juu ya hiyo jamii. Natangaza utakaso juu ya hiyo familia. Hakuna mateso, hakuna kukandamizwa, hakuna kuonewa na nguvu za giza. Kwa nguvu na mamlaka ambayo Bwana amenipatia, sasa ninaondoa mkono wa shetani. Toka wewe nyoka wa zamani, toka kwa hiyo familia, toka kwa hiyo familia, toka kwa hiyo familia, toka kwa hiyo familia, toka kwa hiyo familia. Ondoka wewe pepo, ondoka wewe pepo, ondoka wewe pepo, ondoka wewe pepo, ondoka kwa hiyo jamii, ondoka kwa hiyo jamii, kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Ninaangusha kila madhabahu, ninaangusha kila madhabahu,
kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu ya kutumwa, ya kuelekezwa, ya kunenwa na wanadamu walio hai, wanadamu waliokufa, inakufa sasa, inakufa sasa, inakufa sasa kwa uwezo wa Bwana, kwa uwezo wa Bwana. Shakata ya ndurubuza, inakufa sasa, inakufa sasa, inakufa sasa kwa uwezo wa Bwana. Kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu kwa damu ya Yesu, kila madhabahu inakufa sasa, 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 inakufa sasa. Ondoeni meza sasa, ondoeni meza, ondoeni meza. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu inakufa sasa. Kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu inakufa sasa, inakufa sasa, inakufa sasa, inakufa sasa. Shakata ya ndorobozaya, hautaonewa tena, hautateseka tena, hao watoto hawatateseka, hicho kizazi hakitateseka, hiyo karia haitazuiliwa, huo mwito hautazuiliwa. Ninabomoa ya madhabahu, ninabomoa ya madhabahu, ninabomoa ya madhabahu, ninabomoa ya madhabahu, ninabomoa ya madhabahu kwa uwezo wa Bwana, kwa uwezo wa Bwana. Achilia hiyo ndoa, achilia hiyo familia, achilia huyo mume, achilia huyo mke, achilia hao watoto, achilia huo mwito kwa jina takatifu la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo wa Mungu. Ninatangaza kwa kinywa cha nabii ya kwamba hautateseka tena, hautaangamia tena, hautalia tena. Magonjwa sio sehemu yako, magonjwa sio sehemu ya hiyo jamii. Ninabomoa hiyo madhabahu, 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 ninayabomoa sasa, ninayabomoa sasa kwa uwezo wa Bwana. Sikia wewe nyoka wa zamani, achilia watoto wa Mungu, toka ndani ya anga ya watoto wa Mungu, toka kwa hiyo kizazi, ondoka kwa hiyo ndoa, ondoka kwa hiyo jamii, ondoka kwa hao watoto, toka wewe laana, maneno ya wanadamu, ya vinywa vya wanadamu. Ninang'oa hiyo madhabahu, ninang'oa hiyo madhabahu kwa jina takatifu la Yesu. Nyosha mikono yako, achana na hao wengine, nyosha mikono yako. Nimesema hakuna pepo itakayesalia ndani ya mtu hapa. Nimetangaza kwa nguvu na uwezo wa Bwana, hakuna pepo itasalia ndani yetu. Kama umeshiriki meza ya Bwana, hakuna pepo itakaa ndani yako. Haijalishi ni madhabahu ya aina gani. Ninainua kidole cha Bwana juu ya ibada, ninaangusha kila madhabahu, 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 ninaangusha kila madhabahu ambaye amekuwa akitawala anga yako kwa damu ya Yesu. Bomoka, 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 bomoka. Wewe adui nyoka wa zamani, ondoka kwa hiyo nafsi, ondoka kwa hiyo roho, ondoka kwa hayo maisha, ondoka kwa hiyo familia, ondoka kwa hiyo biashara, ondoka kwa huo mwito, ondoka kwa hicho kizazi. Ninang'oa kila madhabahu, pepo za wachawi, pepo za waganga, ninabomoa madhabahu yao, ninabomoa madhabahu yao, ninabomoa madhabahu yao. Hautakaa kwa nyungu za wachawi, ninakung'oa kwa nyungu zao, ninakung'oa kwa nyungu zao, ninakung'oa kwa nyungu zao, ninakung'oa kwa nyungu zao. Ondoka kwa nyungu za wachawi, ondoka kwa nyungu za wachawi, kwa vioo vya wachawi, ondoka kwa vioo vya wachawi, ondoka kwa vioo vya wachawi, ondoka kwa vioo vya wachawi. Mahali walikupeleka, ninakung'oa kwa hayo madhabahu, ninakung'oa kwa hayo madhabahu, ninakung'oa kwa hayo madhabahu. Ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa. Ingisheni hizo viti chache haraka haraka, hizo viti mngekuwa mmeingisha zote. Kwa damu ya mwanakondoo, ninakung'oa kwa madhabahu ya kishetani, ninakung'oa kwa madhabahu yao, ninakung'oa kwa nyungu zao, ninakung'oa kwa vioo vyao, ninabomoa haya madhabahu, ninabomoa haya madhabahu, ninabomoa haya madhabahu. Hata madhabahu ya laana ya watu wenu ninabomoa siku ya leo. Hayo madhabahu ninayabomoa sasa, ninayabomoa sasa, ninayabomoa sasa kwa uwezo wa Bwana, kwa uwezo wa Bwana. Hawatatawala maisha yako, hawatatawala ndoa yako, hawatatoa karia yako
Kila karia ambayo imefungwa, ninabomoa hiyo madhabahu, ninabomoa hiyo madhabahu, ninabomoa hiyo madhabahu. Hata wale wameingishwa kwa devil worshiper, ninawang'oa kwa hiyo madhabahu, ninawang'oa kwa hiyo madhabahu. Wale wameingishwa kwa Lucifer, ninawang'oa kwa hiyo madhabahu. Kila maagano yaliyofanywa kinyume na familia yako, ninang'oa hiyo madhabahu, 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 ninang'oa hiyo madhabahu. Toka baharini, toka baharini, toka baharini, toka baharini, toka baharini, toka baharini kwa damu ya Yesu. Toka baharini, toka baharini, toka baharini, toka baharini. Ninang'oa hiyo madhabahu. Shakata ya ndurubuza. Sikia wewe nyoka wa zamani, hautakaa kwa ibada. Kila madhabahu ambayo inakuwa imejificha kwa ibada, nyosha mikono vizuri. Kila roho ambazo huwa zinajificha kwa ibada, ninaingia kwa hiyo anga sasa. Kila roho ambazo huwa zinajificha kwa ibada, kugandamiza watakatifu, kushika nyota za watoto wa Bwana, kusikiza shuhuda na kujaribu kufunga watu wa Mungu, ondoka! 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 Kwa jina takatifu la Yesu. Kwa jina takatifu la Yesu. Chochote ambacho kinafunga watoto wa Mungu, chochote ambacho kinafunga watu wa Mungu, haijalishi ni kwa madhabahu gani ya watu waliye hai, haijalishi ni kwa watu waliye kufa, haijalishi ni kwa manabii wa uongo, haijalishi ni kwa devil worshiper, haijalishi ni kwa nguvu za majini, haijalishi ni kwa wachawi na waganga. Nateketeza hayo madhabahu, nateketeza hayo madhabahu, nateketeza hayo madhabahu, nateketeza hayo madhabahu, nateketeza hayo madhabahu kwa uwezo wa Bwana. Nateketeza hayo madhabahu, yakachomeka sasa, yakachomeka sasa, yakachomeka sasa. Hayo madhabahu yakachomeka kwa nguvu za Bwana. Shakata ya ndurubuza. Hiyo madhabahu inateketea moto sasa. Sikia moto wa Bwana, sikia moto wa Bwana. Hayo madhabahu yanateketea, hayo madhabahu yanateketea, hayo madhabahu yanateketea, 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 yanateketea. Hayo madhabahu yanateketea. Hayatakutesa tena, hayatatesa familia yako, hayatatesa kizazi chako. Nyosha mikono yako. Nyinyi mko huko nyuma, nyosheni mikono yenu. Yote ameshiriki hii meza, natangaza kwa kinywa cha Bwana, hakuna madhabahu ya kishetani itakaa juu yako. Ninatangaza kwa kinywa cha Bwana, hakuna madhabahu ya kishetani itakaa juu yako. Hakuna madhabahu ya magandamizo itakaa juu yako. Hakuna madhabahu ya magonjwa itakaa juu yako. Hakuna madhabahu ya kilio itakaa juu yako. Hakuna roho za huzuni zitakaa juu yako. Hakuna madhabahu ya mahangaiko itakaa juu yako. Hakuna roho ya ufukara itakaa juu yako. Sikia wewe nyoka, naingia katika ulimwengu wa kiroho, naingia kwenye mito ya wachawi, naingia kwenye nyungu za wachawi, naingia kwenye vioo vya wachawi, ninaingia kule baharini kwa Lucifer. Ninang'oa watakatifu, ninang'oa watoto wa Mungu. Aidha ulitumwa huko bila kujua, ninakung'oa siku hii ya leo, ninakung'oa siku hii ya leo. Hiyo nyota ambayo wamechukua, wamepeleka baharini, ninakuregeshea nyota yako, ninakuregeshea nyota yako, ninakuregeshea nyota yako, ninaregesha nyota ya watoto wako, nyota ya vizazi vyako. Ukaregeshwa hiyo nyota, ukaregeshwa hiyo nyota, ukaregeshwa hiyo nyota. Huo uwezo ambao ulinyakuliwa, huo uwezo ambao ulinyakuliwa, ukaregeshwa na Bwana kwa jina takatifu la Yesu. Nyosha mikono yako vizuri. Ule uwezo ulinyakuliwa kwa nyumba yako, natangaza kwa neema ya Bwana ukaregeshwa. Ninatangaza kwa neema ya Bwana ukaregeshwa. Ninatangaza kwa neema ya Bwana ukaregeshwa. Ninatangaza kwa neema ya Bwana ukaregeshwa. Hakuna usalama kwa madhabahu ya kishetani. Ninatuma moto wa Bwana, ninatuma moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto
moto wa Bwana wakaangamia sasa, wakateseka sasa. Maadui wa maisha yako, maadui wa jamii yako, maadui wa ndoa yako, maadui wa biashara yako, maadui wa maendeleo yako, wakateseka sasa, wakateseka sasa, wakateseka sasa, kwa jina takatifu la Yesu. Ninatangaza mateso juu yao, ninatangaza mateso juu yao, ninatangaza mateso juu yao. Wakati Bwana ananawirisha njia zako, wakati Mungu anafungua milango yako, wakati Bwana anazawazisha shida zako, kwa jina takatifu la Yesu, wanang'olewa sasa, wanang'olewa sasa, wanang'olewa sasa, wanang'olewa sasa, wanang'olewa sasa, wanang'olewa sasa kwa uwezo wa Bwana, wanang'olewa sasa. Hawatakaa ndani yako, hakuna makao tena, hakuna makao tena, hakuna makao tena. Mwili wako ni hekalo la Bwana. Ninatangaza kwa neema ya Bwana, mwili wako ni hekalo la Mungu. Mwili wako ni hekalo la Bwana. Mwili wako ni hekalo la Bwana. Mapepo hawatakaa ndani, shida zao hazitakaa ndani, magonjwa yao hayatakaa ndani, uwete wao hautakaa ndani, kukataliwa kwao hutakaa ndani. Ninatangaza neema ya Bwana, natangaza kibali cha Mungu, natangaza baraka za Bwana kwa jina takatifu la Yesu. Sikia we mtu wa Mungu, natangaza kwa kidole cha Mungu, hakuna silaha yoyote iliyoinuliwa kinyume na nyumba yako itafanikiwa. Natangaza tena nikiwa mbele za uwepo wa Bwana, hakuna silaha yoyote ambayo imeinuliwa kinyume na jamii yako itafanikisha kazi zake. Natangaza tena nikiwa mbele za Bwana, hakuna silaha za adui ambazo zimeinuliwa kinyume na jamii yako zitakazofanikiwa. Hakuna silaha ambayo imeinuliwa juu ya watoto wako itakayegandamiza nyota ya watoto wako. Ninatangaza kwa kidole cha Bwana, hakuna roho yoyote ambayo imeinuliwa kuelekea kizazi itakayefanikisha kazi zake. Kwa damu ya mwana-kondoo, ninadai watoto wetu, ninadai watoto wetu, ninadai watoto wetu, ninadai watoto wetu kwa jina takatifu la Yesu. Ninadai kizazi kwa damu ya mwana-kondoo, ninadai kizazi katika jina la Yesu. Ninadai kizazi, ninadai kizazi kwa damu ya mwana-kondoo, ninadai kizazi kwa damu ya mwana-kondoo. Hata wale wamejaribu kukuzuilia katika kizazi cha tumbo lako, ninainua madhabahu leo ya kupigana na hiyo madhabahu. Ninayatangazia kwa moto wa Bwana, hawana nguvu tena, hawana uwezo tena. Ninaua madhabahu yao, ninaua madhabahu yao, ninaua madhabahu yao, ninaua hiyo madhabahu. Haitatawala hiyo familia, haitatawala hiyo familia, haitatawala hiyo familia kwa jina takatifu la Yesu, kwa jina takatifu la Yesu, kwa jina takatifu la Yesu. Brother Kemiri ama nani yako hapo nyuma, kusiwe wakati tunaomba, kusiwe na watu wanaingia wakitoka tafadhali. Hata kama ni mtoto anakuwa ndani, ni ndani, hakuna kutoka. Hao wengine ndio wanatumika na shetani. Hakuna mtu anatoka kwa ibada wakati tunaomba. Asha na wale wako huko nyuma, mnahakikisha hakuna mtu anatoka. Akitaka kujisaidia mnamwambia avumilie katika jina la Yesu. Hizo roho za kutoka kwa ibada wakati tunaomba nimekataa katika jina la Yesu. Hiyo madhabahu ninaimaliza kwa hii madhabahu. Na kama kuna devil worship ambaye anatuma agenti wake, ninatangaza kwa kinywa cha Bwana, hawatafanikisha mapenzi yao. Sikiliza tena, kama kuna mtu ametumwa hapa either na devil worshiper, either na Illuminati, either na Lucifer, either na mchawi, either na muganga, natangaza kifo chao. Sikia tena, kwa damu ya Yesu ninatangazia yeyote yule ambaye shetani anatumia kwa haya madhabahu, ninatangaza neema ya Bwana, kidole cha Bwana kikamwelekea, kidole cha Bwana kikamwelekea, kidole cha Bwana kikamwelekea, na kazi zake hazitafanikiwa, na kazi zake hazitafanikiwa
na kazi zake hazitafanikiwa katika jina takatifu la Yesu. Nyosha mikono yako vizuri. Mwili wako sio mahali shetani akitaka kutupa uchafu wake huwa anatupa. Natangaza kwa neema ya Bwana, mwili wako sio mahali shetani akitaka kutupa uchafu wake, huko ndio anakuja kutupa. Nyosha mikono yako vizuri. Wewe ni hekalo la Bwana. Neno la Mungu limesema leo tusisahau ya kwamba sisi ni hekalo la Mungu. Sisi ni hekalo la Bwana. Nyosha mikono yako vizuri katika jina la Yesu. Naomba Bwana akutumie. Naomba Bwana akutumie. Uwe chombo cha heshima cha kulitukuza jina la Bwana katika jina la Yesu. Baba, wengine wamefungwa huduma zao zisikue. Wengine wamefungwa karama zao zisionekane. Natangaza uhuru wao. Natangaza uhuru wao. Natangaza uhuru wao. Natangaza uhuru wao. Mahali hapa kutainuka watu wakubwa. Kutainuka watumishi wakubwa. Katika haya madhabahu kutainuka watu wakubwa. Ninatangaza hiyo neema. Yeyote aliyezuiliwa, natangaza kufunguliwa kwako. Natangaza kufunguliwa kwako. Natangaza kufunguliwa kwako. Ninatangaza kufunguliwa kwako katika jina la Yesu. Kila mwito hapa utaonekana. Kila mwito hapa utaonekana. Kila mwito hapa utaonekana. Kila mwito hapa utaonekana. Nafungulisha karama na mwito. Nafungulisha karama na mwito. Kila moja aelewe nafasi yake. Kila moja aelewe nafasi yake. Nafungulisha mwito na karama. Nafungulisha mwito na karama. Hakuna kuzuiliwa. Aidha ni kwa madhabahu ya wachawi, aidha ni kwa madhabahu ya waganga, aidha ni Illuminati na devil worshiper. Ninabomoa madhabahu yao. 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 Ninapanda mbegu ya kiungu. Shakata ya ndurubuzaya. Mapenzi ya Bwana ikazaliwa juu yako. Mapenzi ya Bwana yakazaliwa juu yako. Mapenzi ya Bwana yakazaliwa juu yako. Mapenzi ya Bwana yaliye hai. Rabababababababa. Kuna uhai. Kuna uhai katika haya madhabahu. Kuna uhai. Roho ya mauti sio sehemu yako. Roho ya mauti sio sehemu ya jamii yako. Roho ya mauti ninaishika mateka. Ninaishika mateka. Ninashika pepo wa mauti mateka. Ninashika huyo pepo mateka. Hii familia hawatakufa. Hii familia hawatakufa. Hii familia hawatakufa. Wataishi hai, wasimulie wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Wewe uliyeamuliwa kufa, natangaza uhai. Natangaza uhai. Natangaza uhai. Natangaza uhai. Natangaza uhai. Uhai wa huyo mume, uhai wa huyo mke, uhai wa watoto wetu, uhai wa vizazi mpaka kizazi cha 4. Natangaza uhai. Natangaza uhai. Natangaza uhai. Natangaza uhai kwa jina takatifu la Yesu. Wewe ambaye waliamuru utakufa ukiwa masikini, Yesu amefanya kuwa masikini wewe ili wewe utajirike. Natangaza ya kwamba katika nyumba hii hakuna masikini wala fukara. Ninabomoa kila madhabahu ya ufukara, kila roho ya umasikini, kila roho ya umasikini, kila roho ya ufukara ambayo imeelekezwa kwa hiyo familia. Ninainua madhabahu ya kiungu ya kupinga huo umasikini, ya kupinga huo ufukara. Natangaza neema ya utajiri. Natangaza neema ya utajiri. Rababababababababa. Kwa jina takatifu la Yesu. Wengine viuno vyao vimefungwa dhambi. Dhambi zingine ni za ukoo. Damu za kwenu zimejaa dhambi.
na wewe unatamani kufanya ibada ambayo inampendeza Bwana, nyosha mikono yako vizuri. Natangazia hicho kiuno nguvu za Bwana. Neno la Mungu linasema Mungu hupima moyo na viuno vya wanadamu, maana viuno vya wanadamu ndio huwa vimefungiwa dhambi. Na mimi nikiwa kuhani ninapenya kwa viuno vyenu sasa, kuondoa kila uovu, kuondoa kila uchafu wa kijamii, uchafu wa familia yenu, ukaondolewa ndani ya kiuno chako, ukaondolewa kwenye kiuno chako, ukaondolewa kwenye kiuno chako. Ninaondoa kila uovu wa jamii zenu katika jina takatifu la Yesu. Kila mmoja atafanya ibada yenye maana, ibada ambayo inamfurahisha Mungu. Ninavisha hiyo tamaa katika viuno vyenu, ninavisha hiyo tamaa, kila roho ya tamaa ambayo imefungwa katika viuno vya wanadamu. Bwana, ninavisha hiyo roho, ninavisha hiyo roho, ninavisha hiyo roho, ninavisha hiyo roho. Ninaalika Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu akapata nafasi ndani ya hawa watakatifu katika jina la Yesu. Wale ambao walichukua mavazi yako, wale ambao walichukua mavazi yako, nyosha mikono yako vizuri. Kuna wengine walichukua mavazi kama huyu binti vile mavazi yake yalichukuliwa, wakaenda kukuharibu kwa nyungu za wachawi na vioo vya wachawi. Nyosha mikono. Wengine haujui, huyo binti hakuwa anajua kwamba nguo yake ilichukuliwa, lakini ukweli ile werevu ya shuleni ilienda ikididimia mpaka mwisho akawa mtu ovyo. Lakini leo kuna urejesho katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako vizuri. Kama kuna watu walichukua nguo yako wakaipeleka kwa wachawi, sasa ninakutoa kwa hiyo madhabahu. Toka. Toka. Toka kwa hayo madhabahu. 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 Madhabahu ya wachawi, madhabahu ya wachawi. Toka kwa hiyo vioo vya wachawi. Toka kwa nyungu za wachawi. Hawa wachawi wanateseka mahali wako. Madhabahu zao sasa zinakufa. Vioo vyao vinapasuka. 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 Vioo vya hawa wachawi wa maisha yako vinapasuka sasa. Vinapasuka sasa. Vinapasuka sasa. Nyungu zao zinaharibika. Nyungu zao zinapasuka. Rababababababababa. Nyungu zao zinaharibika. Nyungu zao zinaharibika. Nyungu zao zinaharibika kwa nguvu na uwezo wa Bwana. Nyungu zao zinaharibika. Nyungu zao zinaharibika. Nyungu zao zinaharibika. Nyungu zao zinaharibika. Nyungu za wachawi zinaharibika. Nyungu za wachawi zinaharibika. Nyungu za wachawi zinaharibika. Zinaharibika. Vioo vyao vinapasuka. Maisha yako yanakuwa huru. Maisha ya watoto wako yanakuwa huru. Rabababababababa. Ndoa yako inakuwa huru. Rababababababa. Nyota yako inakuwa huru. Rababababababa. Hautazuiliwa. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninatangaza nyungu zao zinapombolewa. Nyungu zao zinapasuka. Vioo vyao vinapasuka. Maisha yako yanakuwa huru sasa. Maisha yako yanakuwa huru. Maisha yako yanakuwa huru. Maisha yako yanakuwa huru. Maisha yako yanakuwa huru. Kwa jina takatifu la Yesu. Nyosha mikono yako vizuri. Wengine kuna spiritual husband na wengine spiritual wife. Hizo ni roho ambazo zinaweka watu mbali katika ndoa zao. Wakati unaona ukinajisiwa katika ulimwengu wa kiroho, hiyo ni kusema kuanzia siku hiyo ndoa yako haitakuwa na amani. Na kama wewe ni kijana unaona unanajisiwa usiku, aidha ni wanaume wa kiroho, hiyo ni kumaanisha wewe kuolewa haitakuwa rahisi. Na hata ukiolewa utaachwa. Maana already shetani amechukua nafasi kwa maisha yako. Ananajisi anga yako. Nyosha mikono yako vizuri. Tushike spiritual husband na wife. Hizo ni roho ambazo huwa zinatumwa kuja kunajisi watu wa Mungu.
Na mara nyingi hizo roho huwa zina operate wakati kuna utofauti kwa ndoa. Mkiwa na utofauti na mume wako, shetani huwa anapata hiyo nafasi ya kuja kukunajisi. Alafu kutoka wakati umenajisiwa, kuanzia siku hiyo ndoa yako haina ladha tena. Nyosha mikono yako. Kwa huruma za Mungu wetu, kwa huruma za Mungu wetu, maisha yako yawe huru na kutenganisha na hizo roho ambazo hazina mwili, na kutenganisha na hiyo madhabahu sasa. Spiritual husband, spiritual husband, ninakushika mateka ndani ya hawa dada, ndani ya hawa dada, ndani ya hawa dada. Ninashika spiritual husband kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Mapepo kutoka kuzimu ambayo unajisi familia ili ndoa zisisimame, ninakung'oa siku ya leo. Ninang'oa hiyo madhabahu, ninang'oa hayo madhabahu, ninang'oa hayo madhabahu na kutenganisha na hayo madhabahu. Spiritual husband, spiritual husband ambayo wanatembea kwa anga ya wanadamu na kuja kuleta unajisi na kushika mateka. Toka kwa hiyo nyama, toka kwa mishipa, toka kwa nafsi, toka kwa mawazo ya huyo dada. Ninang'oa hiyo madhabahu kwa uwezo wa Bwana. Ninang'oa hayo madhabahu, ninang'oa hayo madhabahu, ninang'oa hayo madhabahu. Hautateseka, hautaangamia katika madhabahu ya kishetani. Kwa damu ya Yesu ninakung'oa kwa hayo madhabahu. Ondoka wewe pepo, ondoka wewe pepo, ondoka ndani ya huo mwili. Hiyo ni hekalu la Bwana. Ondoka ndani ya huo mwili, 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 kwa jina takatifu la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Spiritual husband, ninawashika mateka, ninawashika mateka, ninawashika mateka, ninawashika mateka. Hamutatesa hii familia, hamutatesa hiyo ndoa, hamutatesa hiyo jamii, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninang'oa hiyo madhabahu, ninang'oa hiyo madhabahu, hayatawatesa tena. Spiritual husband, ninang'oa hiyo madhabahu, ninang'oa hiyo madhabahu. Spiritual wife ambaye huwa wanatesa waume katika ndoa, wanakuja kunajisi watu waume katika ndoa. Spiritual wife, ninang'oa hiyo madhabahu, ninang'oa hiyo madhabahu, ninang'oa hiyo madhabahu. Shakata ya ndorobo zao, ninang'oa hiyo madhabahu. Ninatangazia shetani hana uwezo, hana mamlaka juu ya miili yenu, juu ya miili yenu, juu ya miili yenu. Ninatangazia shetani hana nguvu, hana uwezo juu ya miili yenu. Miili yenu ni hekalu la Bwana, miili yenu ni hekalu la Bwana, na mutaishi kumtumikia Mungu, mutaishi kumtumikia Bwana. Natangaza kwa neema ya Bwana, mutaishi kumtumikia Bwana, mutaishi kumtumikia Bwana katika jina takatifu la Yesu. Wengine waliota wakiumwa na nyoka, na wengine na buibui za wachawi, na tangia ulipoumwa, na wengine na paka za majini, na tangia ulipoumwa ukaanzia kuwa na matatizo ya mwili. Nataka tuinue mikono yetu tunasue hao pia. Wengine waliumwa na nyoka, wengine waliumwa na buibui, wengine waligwaro na mapaka za mapepo, na kutoka siku hiyo maisha yao yakaanzia kuwa na shida. Tuonyeshe mikono yetu katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako vizuri. Kwa kinywa cha Bwana, yeyote yule ambaye amepata madhara kwa kujeruhiwa na wanyama ambaye shetani anawatumia, kwa damu ya mwana kondoo natangaza uhuru wako sasa. Kwa damu ya mwana kondoo natangaza uhuru wako sasa. Kwa damu ya mwana kondoo ninatangaza uhuru wako sasa. Sumu yao haitafanikisha kazi zao. Hiyo sumu ambayo walikuuma ili wazie kuhangaika, ili usizae watoto, ili ubaki kuwa tasa, ninabomoa hiyo madhabahu, ninabomoa hiyo madhabahu, ninabomoa hiyo madhabahu, ninabomoa hayo madhabahu, ninabomoa hayo madhabahu kwa nguvu na uwezo wa Bwana. Ninabomoa hayo madhabahu, ninabomoa hayo madhabahu, ninabomoa hayo madhabahu kwa jina la Yesu. Simsaidie huyo mwenye mnakaa karibu na yeye.
kwa damu ya Yesu. Ninabomoa hayo madhabahu. Ninabomoa hayo madhabahu. Kila sumu ya nyoka, kila sumu ya buibui, kila sumu ya paka, kila sumu ya madhabahu za kishetani, ninatangaza kwa neema ya Bwana ikafa nafsini mwake. Ninatangaza kwa neema ya Bwana ikafa nafsini mwake. Kila ufukara na shida ambaye walisema baada ya wewe kuumwa utabaki kuwa masikini, ninaua hiyo sumu nafsini mwake. Na ninatangaza neema ya Bwana, neema ya uvuvio, neema ya ushindi, neema ya kupanuka, neema ya kufikia baraka za Bwana, neema ya kung'arisha hiyo nyota. Ninatangaza hiyo neema kwa nguvu na uwezo wa Bwana. Hautazuiliwa tena katika jina la Yesu. Hautazuiliwa tena. Hautazuiliwa tena. Hautazuiliwa tena kwa nguvu na uwezo wa Bwana. Ninatangaza kwa neema ya Mungu, hautazuiliwa tena. Hautazuiliwa tena. Mapepo yanaangamia, mapepo yanateseka, mapepo yanalia yakienda kuzimu kwa jina takatifu la Yesu. Yanababaika, yanateseka, yanakilio, yakaelekea kuzimu, yakaelekea kuzimu, yakaelekea kuzimu, yakaondoka sasa, yakaondoka sasa na virago vyenu. Ninyi mapepo ninawaondosha sasa na virago vyenu. Ondoka ndani ya huyo dada, ondoka ndani ya huyo ndogo, ondoka ndani ya huyo kijana, ndani ya huyo msichana, ndani ya huyo mzee na hata hao watoto. Hakuna mahangaiko tena, hakuna kilio tena, hakuna huzuni tena, hakuna maombolezo. Natangaza heri njema, natangaza milango iliyo wazi mbele zenu, natangaza neema ya baraka, natangaza ukuu katika maisha yenu, natangaza maendeleo katika hizo jamii, natangaza utakaso wa Bwana, natangaza kumjua Mungu zaidi na kumpenda. Natangazia viuno vyenu vikamcha Mungu katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, hakuna kilio, hakuna huzuni, hakuna maombolezo, hakuna kukataliwa katika jina la Yesu. Ninawaombea neema ya kibali ikawa juu ya maisha yenu, neema ya kibali, kibali cha Bwana kama ambacho Yusufu alikuwa nayo. Kila mahali alienda alikubalika. Kwa damu ya Yesu. Unachomeka. Chomeka kabisa. Chomeka. Chomeka. Kufa kabisa. Kufa wewe shetani. Kufa wewe shetani. Kufa ndani yake. Kufa ndani yake. Kufa ndani yake. Kwa jina takatifu la Yesu. Nyoka. Huyu leta hii microphone hapa. Nyoka imekufa. Kufa kabisa. Wewe pepo kufa. Nyoka kufa. Kufa. Kufa hiyo nyoka. Kufa. Kufa kwa jina la Yesu. Kufa kwa damu ya Yesu. Kufa kwa damu ya Yesu. Kufa kwa damu ya Yesu. Kufa. Hautaishi hai. Wewe mchawi hautaishi hai. Hautaishi hai wewe mchawi. Ninabomoa madhabahu yako. Katika Exodus 18:22 inasema tusimuache mke mchawi aishi. Ninabomoa madhabahu ya mchawi. Ninabomoa madhabahu ya mchawi. Ninabomoa madhabahu ya mchawi. Kufa nyoka yako. Kufa mchawi. Kufa nyoka yako. Kufa mchawi. Kufa nyoka yako. Kufa mchawi kwa jina la Yesu. Hapa kuna moto. Sikia. Sulitesa maisha ya watu wangapi? Umeshika watu wangapi? Umeshika watu wangapi kwa maisha yako? Umeshika watu wangapi? Ni watu wangapi umeshika? Achilia wote. Waachilie. Wataje na majina. Wataje na majina. Wataje na majina. Waachilie wote. Waachilie kwa damu ya Yesu. Waachilia. Waachilia hao watu. Waachilia hao watu kwa damu ya Yesu. Waachilia. Waachilia. Waachilie. Waachilie kwa damu ya Yesu. Watoke kwa hayo madhabahu. Hiyo nyoka imekufa na wewe mchawi unakufa leo. Unakufa leo. Unakufa leo. Wewe mchawi unakufa leo. Ninaua hiyo madhabahu na ninaua mchawi. Ninakuua. Ninakuua leo. Sikia kwa damu ya Yesu. Ninakuua. Patie mafuta hapo. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu.
Huko ndio anaenda. Huko mbali ndio anaenda. Sikia. Huko ndio anaenda. Huko ndio anaenda kwa jina la Yesu. Ninaua hiyo madhabahu yako. Kufa sasa. Kufa. Kufa. Na aende mbali. Kufa. Kufa ndani yake. Kufa. Yeye anaenda mbali. Anaenda mbali kwa uwezo wa Bwana. Anaenda mbali. Wewe ndio unabaki nyuma na watoto wako ndio watateseka. Kuanzia leo watoto wako ndio wanateseka. Nimetangaza hivyo, wewe mchawi. Watoto wako ndio wanateseka kuanzia leo. Huyu ako huru. Hata tumikia madhabahu yako tena, na hiyo nyoka haitaroga mtu tena kuanzia leo. Hiyo nyoka imekufa. Na wewe mchawi na madhabahu yako, kufa ndani yako. Kufa. 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 Hautaishi hai. Kuanzia leo tumeshika mchawi huyu, hataishi hai. Huyu mchawi hataishi hai. Ninaua huyu mchawi kwa nguvu za Bwana. Ninaua huyu mchawi. Wewe umetesa maisha ya watu wengi. Unakufa leo. Leo ndio unakufa kwa jina la Yesu. Leo ndio unakufa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninakuua leo katika jina la Yesu. Ninaua hiyo madhabahu na ninaua madhabahu yako, na wewe ufe na hiyo madhabahu. Niliua mama yake. Uliua mama yake. Hata wewe unakufa leo. Ninakutangazia kwa neema ya Bwana. Utakufa leo. Ninaua hiyo roho. Kufa leo. Kufa. Mahali huko. Kufa. Hiyo nyoka ndio inakuuma, ambayo imeishi kiuma wengine, na utakufa vile umewaua. Kufa sasa. Kufa. Kufa. Unawekwa kwa kaburi la sahaulika. Hata wewe unaingia kimya. Hautatesa wanadamu tena. Shhh. Kufa. Kufa. Kufa mchawi. Kufa mchawi. Kufa mchawi. Kufa na nyungu zako. Kufa na nyoka zako. Kufa na ilizi zako. Kufa leo. Shhh. Kwa jina la Yesu. Utaachilia. Chukua vitu vyote ambavyo uliweka ndani yake. Zirudishwe. Zirudishwe. Vitu zote. Nyota yake. Mregeshe. 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 Wacha regeshewe. Regeshewa nyota yako. Regeshewa nyota yako. Vitu vyote ambavyo walinyakua vinaregeshwa sasa. Vinaregeshwa sasa. Kutoka kwa nyungu ya mchawi. Zinaregeshwa sasa. Zinaregeshwa sasa. Hakuna mateso tena. Hakuna kilio tena. Hakuna huzuni tena. Hakuna kukataliwa tena. Shhh. Kwa jina la Yesu. Shiwa na nguvu. Ishiwa. Shiwa na nguvu. Utawala wako umefika mwisho. Shiwa na nguvu. Kwa damu ya Yesu. Kufa. 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 Kwa nguvu za madhabahu. Kufa. Kwa damu ya Yesu. Shhh. Hautatawala tena. Nyota yako iko huru, na nyota ya kizazi chako kiko huru. Kwa utukufu wa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumshangilie Baba wa mbinguni. Amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Amen. Asante Roho Mtakatifu. Msichana huyu anatamani kukutumikia. Hata kandamizwa. Hata kandamizwa. Namseta huru sasa. Namseta huru. Namseta huru. Chochote ambacho kiko ndani yake kinajaribu kuzuiliwa. Either ni kwa mizimu, either ni kwa bahari, either ni kwa devil worship ama Illuminati. Na kuseta huru sasa. Na kunasua kutokana na madhabahu zote za giza kaweza kumtumikia Mungu. Na kufungua sasa. Na chochote ambacho ni cha Mungu ninafungua huo mlango kwa huduma, kwa maisha katika jina la Yesu. Na kwa masomo, chochote ambacho walikuwa menasa ninakifungua kwa neema ya Bwana. Ukapokea nguvu za Bwana na ukapokea uponyaji. Pokea uponyaji na ukapokea neema ya Bwana. Ukatumikia Mungu katika uhuru katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Hallelujah. Kwa uhakika hakuna mtu ambaye wa hii altar unless yule atajipotosha mwenyewe. Najua mwana wa upotovu ni wa kupotea tu hata ukimfanyia nini. Yesu anamwambia baba yake, wote uliyenipa ndiye hawa, isipokuwa ni yule mwana wa kupotea peke yake.
lakini wale walio wa Mungu na wako ndani haya madhabahu hamutajutia. Nyosha mikono yenu niwaombe maombi ya mwisho. Asante Roho Mtakatifu. Thank you Jesus. Tangaza uhuru kwa damu ya Yesu. Sikia shetani, nyoka wa zamani. Tangaza uhuru wa huyu dada. Uhuru wake. Hakuna magandamizo. Hakuna magandamizo. Yeye ni mama mkubwa, ana uwezo mwingi ndani yake. Chochote ambacho mmekuwa mkizuia, ninabomoa hiyo madhabahu. Ninabomoa hiyo madhabahu. Yakafa kuanzia leo. Yakafa. 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 Kwa jina la Yesu. Yakafa. Hamutatawala ndani yake kwa damu ya Yesu. Mko wapi? Nyinyi ndio nani? Nyinyi ndio nani? Nyinyi ndio nani? Hamuendi? Ninakushika wewe shetani kwa damu ya Yesu. Wewe ndio nani? Wewe ndio nani? Sikia hata una nguvu. Wewe ndio nani? Wewe ndio nani? Wewe ndio nani? Ambaye unatesa huyu dada. Ninakushika mateka. Nakushika mateka. Ninakushika mateka. Wewe nyoka wa zamani, ninakushika mateka kwa damu ya Yesu. Lucifer, ninakushika mateka. Devil worshiper, na washika mateka. Illuminati, na washika mateka. Damu yake haitanywewa. Natangaza neema kufunguliwa kutoka kwa madhabahu yao kuanzia leo na kuendelea. Utumishi wako ukafunguliwa. 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 Utumishi wako ukafunguliwa na kutoa kwa minyororo. Ninakutoa kwa minyororo. Ninakutoa kwa minyororo. Ninakutoa kwa minyororo. Kwa damu ya Yesu. Hapana. Kwa nini mnakatana Kwa nini? Kwa nini mnakatana Angalia moto. Angalia moto. Wewe angalia moto. Teketea. 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 Kwa nini mnamkamata? Mnamkamata kwa nini? Angalia moto. Anamaliza. Ni wewe ndio nani? 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 Kwa jina la Yesu. Wewe ndio nani? Wewe ndio nani? Ndugu yake. Unataka nini? Unataka nini ndugu yake? Ni nini mnaulizana? Mnaulizana nini na yeye? Sikia moto wa Bwana. Teketea. Teketea. Ndugu yake teketea. Mwachilie, mwachilie. Ndugu yake, chukua virago vyako. Chukua virago vyako. Nenda kuzimu. Nenda, achilia nyota yake. Achilia nyota ya maisha. Achilia nyota yake. Achilia nyota yake. Muachilie. Unaenda. Chukua virago vyako. Chukua virago vyako. Chukua virago vyako. Nenda kuzimu. Nenda kuzimu. Nenda kuzimu. Ninamseta huru bila masharti ya kishetani. Kwa jina la Baba na la Mwana. Amen. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu. Hakuna kuonewa na shetani hapa. Kwa damu ya Yesu. Nasema tuwakelee mikono wagonjwa. Utapokea nafuu ya miili yao. Na watie mafuta. Hata kama walikuwa wametenda dhambi watasamehewa. Samehea hii familia Bwana. Na kwa ibada ya kuwekelewa mikono, mtoto huyu apokee uponyaji. Na nyumba yote ipokee uponyaji. Kwa utukufu wa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tupigie Yesu makofi mazuri. Amen. Amen. Basi simama tu niwaombee maombi ya mwisho. Mnapoomba muombee haya madhabahu sana. Dua yako ya kwanza inakuwa ni juu ya madhabahu. Maana madhabahu yakiwa na nguvu yana uwezo wa kuokoa watu wengi. Sema amen. Wakati unapoomba hakikisha kwamba unakumbuka hii altar. Nipoza Mungu hatusababishe tuwe jawabu ya watu wengi. Tunaomba watu wengi waponee kwa hii madhabahu. Tunaomba watu wengi wakombolewe kutoka hapa.
Tunaombea jamii nyingi ziinuliwe kutoka kwa hii altar. Tunaombea jamii nyingi wapenye katika upeo wao kutokana na neema ya hii madhabahu. So naomba unyoshe mikono yako, alafu mwambie Mungu jambo kuhusu habari ya hii madhabahu, na waambie Mungu kuhusu habari ya mtumishi wake. Alafu na wewe, kwa sababu umeshikwa kwa haya madhabahu, haya mambo matatu: uombee madhabahu, uombee mtumishi wa Bwana, na uombee kwa sababu ya wewe kukamatwa kwa haya madhabahu, kusudi la Mungu litimie. Maana hakuna mtu aliletwa hapa hivyo bure. Lazima kuna kitu Mungu alitamani uunganishwe na hii madhabahu, halafu pengine upae mahali ya ungeweza kupaa. So hayo mambo matatu ni ya muhimu sana: madhabahu, mtumishi, na anga yako, na anga ya vizazi pia. Anga yako inaashiria anga ya vizazi vyako pia. Kwa kinywa chako. Watu wengi wao wanaambiwa waombe, wananyamaza, wanasikiliza wengine vile wanaomba. Nimekwambia wewe uombe, na uombe hayo mambo matatu. Sijakwambia usikilize huyo neighbor anaomba aje. Nimekwambia wewe uombe kwa sababu ya hii madhabahu, na uombe kwa sababu ya mtumishi wa Bwana, na kwa sababu yako ya wewe kushikwa kwa haya madhabahu. Maana hiyo ikipotea, wewe kuja hapa itakuwa tu ni kazi ya bure. Kama hautajua ni kwa nini ulishikwa wewe hapa kwa hii altar, kuja kwako itabaki kuwa kazi ya bure. Lakini Mungu akikufunulia ni kwa nini, utanyenyekea kwa haya madhabahu. Utanyenyekea kwa haya madhabahu, na haya madhabahu hayatakuacha hivyo tena, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Baba, ninashuka zaidi mimi mtumishi wako. Ninatubu dhambi za hawa watoto. Bwana, ninatubu dhambi zao. Maana mwito wangu kusudi kubwa ni kwa sababu yao. Mwito wangu kusudi kubwa ni kwa sababu ya vizazi vyao. Mwito wangu Baba kusudi kubwa ni kwa sababu ya generation ambayo Bwana imejaa na uovu. Bwana, ulete ukombozi kupitia kwa haya madhabahu. Naombea maisha yangu, naombea maisha ya jamii yangu pia. Ukiwakumbuka Bwana, usitusahau. Bwana, ukiwainua, ukainua mtumishi wako pia, ukainua jamii yake kwa utukufu wa jina lako. Baba, wakati unawaseta huru, usikubali nasi tukatumika katika utumwa wa shetani. Usikubali Bwana tukafungwa na wanadamu. Usikubali Bwana tukafungwa na mizimu wala bahari, kwa sababu ya kutia mizimu na bahari kiserani kwa sababu ya neno lako. Naomba Bwana, tunapotumikia kizazi hiki Bwana, nasi tukawa huru, na tukawa huru kweli kweli, sawa sawa na neno la siku hii ya leo. Ninatubu zaidi Bwana. Natubu kwa sababu ya wazee, natubu kwa sababu ya kina mama, natubu kwa sababu ya vijana na wasichana, natubu kwa sababu ya watoto wetu. Bwana, zote tumepungukiwa na wema wako. Tunaomba huruma zako Mungu wetu. Tuhurumie Baba yetu wa mbinguni. Bwana, tunakataa kutumika kwa magandamizo. Tunakataa kutumika na magonjwa. Tunakataa kutumika kwa ufukara na umasikini. Tunakataa kutumika Bwana kwa kupungukiwa, ila hali jina lako limebeba uwezo mwingi. Bwana, ninatangaza huo uwezo ukaandamana na kila mmoja. Huo uwezo Bwana ukaandamana na kila mmoja. Huo uwezo ukaandamana na kila familia, ukaandamana na kila jamii, ukaandamana na kila mwito, ukaandamana na kila karia, ukaandamana na kila biashara, ukaandamana na kila ndoa, ukaandamana Bwana na vizazi na vizazi, katika jina takatifu la Yesu. Tunajisalimisha kwako Bwana, tunajisalimisha kwako. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Hatutakutumikia kwa magandamizo, hatutakutumikia kwa huzuni. Tunakataa. Neema itusaidie. Hii neema Bwana itusaidie, ambaye Bwana umeweka juu ya haya madhabahu na juu ya mtumishi wako. Ninabariki watoto wako leo, ninawabariki kesho, ninawabariki hata milele. Wasitindikiwe na wasipungukiwe. Kila asubuhi na kila jioni wawe na sababu ya kusema Mungu wetu ametukumbuka. Tumekutana na mkono wa Bwana,
tumekutana na miujiza ya Mungu wetu. Bwana ameamurisha baraka, Bwana ameamurisha wanadamu, ameamurisha Kushi, ameamurisha kusini na kaskazini kwa sababu yetu. Bwana ameamurisha kaskazini kwa sababu ya anga zetu, katika jina takatifu la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu wa Mungu, asante Roho Mtakatifu. Hakuna delay tena, hakuna roho ya delay itafanya kazi kwa maisha ya wanadamu. Bwana, ninaomba speed anointing, ninaomba speed anointing, ninaomba speed anointing kwa kila mmoja wetu. Ninaomba speed anointing kwa kila mmoja wetu. Ninaomba speed anointing kwa kila mmoja wetu Bwana. Wacha kwa haraka na kwa wepesi ukaja Bwana ukatutembelea. Tunakutukuza Roho wa Bwana, tunakutolea makofi ya shangwe na nderemo. Tunasema kwa ajili yako Bwana tutaishi, kwa ajili yako Bwana tutaendelea, kwa ajili yako tutafikia vyote ambavyo Bwana umetuwekea, kwa ajili yako tutapata uzima wa milele. Tunakushukuru Roho wa Bwana, maana ni wewe Bwana umekatalia watesi wetu mbali, na Bwana umetukaribisha kwako. Asante kwa yote ambayo umeyafanya, asante kwa yote ambayo umeyatenda jana, umeyafanya leo, yale umefanya kesho na hata milele. Wacha Baba moto huu ukasambaa kama moto wakati wa upepo, ukaenda kote kote, na watu wengi Bwana wakakuamini, watu wengi wakaamini kwako, watu wengi Bwana wakaponywa kwako, watu wengi wakakombolewa kwako, watu wengi wakasamehewa kwako, watu wengi wakajuana na wewe. Wacha umoto unaposambaa, mioyo ya watu wengi Bwana iliyo na kiu na shauku ikanyweshwa, ikavikwa, ikalishwa mbele haya madhabahu. Tunakushukuru Roho wa Bwana. Asante ni kwa sababu umesema, asante kwa sababu utatenda. Si wewe katika Wathesalonike wa kwanza 5:23 na 24, wewe Mungu wetu unapoahidi, wewe unasalia uaminifu wako hata milele. Hapa Baba, natangaza neema juu ya mtumishi wako. Cho kifungo cha ndugu yake kuanzia leo kikavunjika, kikavunjika kuanzia leo. Kamseta huru, na roho yote ya mashtaka ikakosa nguvu juu yake kuanzia leo. Amesamehewa dhambi zake na dhambi za ndugu yake, kwa utukufu wa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Thank you Jesus. Baba wa mbinguni, hawa ni watumishi wako na watia mafuta ya utakaso, wakatakasika wanapokutumikia kwa haya madhabahu. Hakuna kugandamizwa, hakuna kugandamizwa. Roho wako Mtakatifu akachukua nafasi ya kutawala anga zao katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akachukua nafasi yake ndani yao. Roho Mtakatifu akachukua nafasi yake, maana hakuna kugandamizwa, hakuna kugandamizwa, hakuna kugandamizwa, hakuna kugandamizwa. Roho Mtakatifu akachukua nafasi yake, akachukua nafasi yake. Mwili na damu zikatoweka, nyama za kwao zikafa, Baba mapenzi yako yakasalia. Asante Roho Mtakatifu, asante kwa hii neema inasaidia watoto wako kujijua na kujifahamu. Utukufu ni wako leo, ni wako kesho, ni wako hata milele. Amen. Mlete hapa. Ticha mwalimu, ni nini mnaulizana na ndugu yako? Na ndugu wangapi wewe? Waine. Ni nani huyu mnasukumana naye? Kuna mtu ambaye mko na vifungo naye ndugu yako? Wewe ndio mkubwa ama ni yao? Kuna ndugu yako mkubwa?
kutoka leo umefunguliwa katika vifungo vya ndugu yako. Kuna ndugu yako ambaye maisha amekufunga. Sema amen. Unajua unaweza kuwa hata ufahamu. Wengine hata mlinajisiwa na ndugu zenu mkiwa wadogo na hamjui. Sasa hiyo inabaki kama kifungo cha maisha yako. Umefungwa lakini wewe haujui ulifungwa wapi. So